Mlango wa 27. Nawe fanya madhabahu ya mti wa mshita, urefu wake utakuwa ni dhiraa 5 na upana wake dhiraa 5. Hiyo madhabahu itakuwa mraba, na kwenda juu kwake kutakuwa dhiraa 3. Nawe fanya pembe 4 katika pembe zake 4, hizo pembe zitakuwa za kitu kimoja na madhabahu, nawe utayafunika shaba. Na vyombo vyake vya kuyaondoa majivu yake utavifanya, na majembe yake na mabakuli yake na uma zake na meko yake, vyombo vyake vyote utavifanya vya shaba. Nawe uifanyie hiyo madhabahu wavu wa shaba, kisha utie pete 4 za shaba katika hizo pembe 4 za ule wavu. Nawe tia huo wavu chini ya kizingo kiizungukacho madhabahu upande wa chini, ili huo wavu ufikilie katikati ya hiyo madhabahu. Nawe fanya miti kwa ajili ya madhabahu, miti ya mshita, na kuifunika shaba. Na hiyo miti itatiwa katika pete, na ile miti itakuwa katika pande 2 za madhabahu wakati wa kuichukua. Uifanye ya mbao yenye mvungu ndani yake, kama ulivyoonyeshwa mlimani, ndivyo watakavyoifanya. Nawe fanya ua wa maskani, upande wa kusini wa kuelekea kusini kutakuwa na chandarua ya nguo ya kitani nzuri yenye kusokotwa. Kwa huo ua, urefu wake upande mmoja utakuwa ni dhiraa 100. Na nguzo zake zitakuwa nguzo 20 na matako yake 20, matako yake yatakuwa ya shaba, kulabu za zile nguzo na vitanzi vyake vitakuwa vya fedha. Ni vivyo upande wa kaskazini, urefu wake hiyo chandarua utakuwa ni dhiraa 100 na nguzo zake 20 na matako yake 20 yatakuwa ya shaba, kulabu za zile nguzo na vitanzi vyake vitakuwa vya fedha. Na upande wa magharibi, upana wa ua kutakuwa na chandarua ya dhiraa 50, nguzo zake 10 na matako yake 10. Na upana wa ule ua upande wa mashariki kuelekea mashariki utakuwa ni dhiraa 50. Chandarua upande mmoja wa lango itakuwa dhiraa 15 upana wake, nguzo zake zitakuwa 3 na matako yake 3. Upande wa pili ni vivyo, chandarua ya dhiraa 15, nguzo zake 3 na matako yake 3. Na kwa lile lango la ua patakuwa na kisitiri cha dhiraa 20, kitakuwa cha nguo ya rangi ya samawi na ya rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri yenye kusokotwa, kazi ya mshona taraza, nguzo zake zitakuwa 4 na matako yake 4. Nguzo zote za ule ua ziuzungukazo pande zote zitakuwa na vitanzi vya fedha, kulabu zake za fedha na matako yake ya shaba. Urefu wa huo ua utakuwa dhiraa 100 na upana wake utakuwa dhiraa 50 kote kote, na kwenda juu kwake dhiraa 5, yawe ya nguo ya kitani nzuri, na matako yake yatakuwa ya shaba. Vyombo vyote vya maskani vitumiwavyo katika utumishi wake wote, na vigingi vyake vyote, na vigingi vyote vya ule ua vitakuwa vya shaba. Nawe waamuru wana wa Israeli wakuletee mafuta ya zeituni safi ya kupondwa kwa ajili ya nuru, ili kufanya ile taa kuwaka daima. Ndani ya ile hema ya kukutania, nje ya hilo pazia lililo mbele ya huo ushuhuda, Haruni na wanawe wataitengeza tangu jioni hata asubuhi mbele ya Bwana. Itakuwa ni amri ya milele katika vizazi vyao vyote kwa ajili ya wana wa Israeli.